safari utanipeleka vipi, sijui utaniongoza vipi, lakini nitakutumainia wewe. Amen. Na nitakushikilia wewe. Amen. Na kwa kweli amekuwa mwaminifu. Kwa sababu leo hii tuko na sehemu hatutaongea. Hatutaongea zaidi kuhusu hiyo leo, lakini nataka niseme kuwa Mungu kwa wakati wake ametenda. Na kwa njia yake amefanikisha. Na kwa uwezo wake amewezesha hiyo hali. Karibuni wapendwa katika kipindi kingine cha podcast ya Kujua Ministries. Tuko katikati ya mfululizo wa mahojiano ya Tina Omolo, mgeni wetu. Yeye ambaye alipitia mengi magumu katika maisha yake, lakini Mungu alikuwepo kwa kila hatua. Kwa hiyo kama umekosa kusikiliza kipindi cha kwanza au kipindi cha pili, tunaomba uzime podcast hii sasa na kurudi kutafuta hivyo vipindi viwili vingine kwanza. Ni muhimu sana, mtabarikiwa. Mimi kwa jina naitwa Elizabeth Kalmis na mimi ni mkaribishaji wa podcast hii pamoja na mkaribishaji mwenzangu Swila Achoka. Aya, jitambulishe kidogo Swila. Wapendwa, habari zenu? Wakati huu wa leo tuna furaha kujiunga pamoja ili tuweze kuwa na majadiliano ya kutuinua, ya kutupa moyo, ya kutupatia faraja kwamba Mungu yupo katika hali zote za maisha tunayopitia. Na story hii ni story ya urejesho. Mungu ni Mungu wa urejesho. Tunaomba kwamba uzidi kuwa nasi na ubarikiwe unaposikiza. Amen. Amen. Na kweli tumefurahi sana kukukaribisha tena rafiki yetu, si mgeni wetu tu. Na hata hatukusema, lakini Tina mwanzoni tulipoanzisha Kujua Ministries, Tina alikuwa anasaidia sana katika mambo yetu ya kuandaa maudhui yetu na rasilimali yetu. Hata ukienda kwa programu yetu ya simu, utasikia sauti yake kwa baadhi ya maudhui yetu. Kwa hiyo kweli ni kama umerudi nyumbani kidogo. Tulihangaika kweli ulipohitaji kuondoka kuagana na sisi, lakini Mungu amefanya mambo mengi ya ajabu katika maisha yako. Na katika podcast nyingine mtasikia zaidi juu ya jinsi Mungu alivyofanya katika maisha yake. Lakini leo tunaendelea na hadithi yake ya maisha yako. Na kweli ulipitia mengi yaliyo magumu, kama nilivyosema, rudi angalia ukitaka kusikiliza, lakini ulijikuta katika tuseme sehemu ya maisha yako ambayo hukuwa na makazi, mahali pa kulala usiku hata, na ulituelezea jinsi Mungu alivyokusaidia hapo, alivyo kuwezesha kuwa na mahali tofauti tofauti kwa taabu, lakini ulipata nafasi za kulala. Kila usiku ulikula, siku nyingine ulikosa chakula, lakini Mungu alikuwezesha. Na kupitia hayo yote, wewe uliweza kuona mkono wa Mungu. Wewe ulimkimbilia Mungu kwa kila jambo, kwa sababu kukuwa na hata familia, mtu mmoja wa familia kukusaidia, au ambaye alitamani au alitaka kukusaidia katika maisha yako. Na si kwa sababu ya kosa lako tu, lilikuwa kuzaliwa kuwa msichana badala ya mvulana. Kwa hiyo ingawa uliona mambo mengi ya kasoro katika maisha yako, uliona jinsi Mungu alivyo kujaza katika mambo yote, mahitaji yako yote. Na ninapofikiria sala ya Bwana inaposema utupe leo
riziki zetu Ndio. leo. Na tuliona katika habari zako jinsi Mungu alivyokupa wewe riziki zako. Kweli siku nyingi ilikuwa siku kwa siku baada ya siku. Kwa miaka ya kipindi muda gani? Miaka 4. Zaidi ya miaka 4. Na hukulala mtaani, si ndio? Nashukuru Mungu alikufanyia. Kwa hiyo sasa tunapenda kuendelea na habari hii, na habari yake imenigusa mimi sana. Ndio. Nilipoisikiliza kwa sababu nyingi. Ndio. Kwa yote aliyohitaji kupitia, lakini vile vile kwa jinsi Mungu alivyomsaidia kabisa katika hayo yote, hali zake zote. Kwa hiyo sasa nataka uendelee kutuambia, kwa sababu tulipomaliza kipindi cha pili tuliona uliweza kuona wema wa Mungu katika maisha yako na maisha yako kutokana na kukutana na mume wako mtarajia. Mambo yalikuwa yanaanza kubadilika. Kwa hiyo kwa sasa tumeona ulianza kupata kusudi katika maumivu yako. Kwa hiyo tueleze kidogo hapo. Naam, kama dada Beth alivyoashiria ama alivyosema kuwa mambo yalikuwa ni mengi na uchungu ulikuwa ni mwingi, na zipo siku ambazo ilikuwa hakuna tumaini ya hata huo muda unaokuja. Lakini kwa yote naweza sema kuwa Mungu kweli alizidi kunishikilia, alizidi kuniongoza, na wakati ule Victor amerudi ako katika maisha yangu, na nikajaribu kumsukuma, mwishowe Mungu akalainisha moyo wangu kwa jinsi nilivyokuwa namuona. Kweli alikuwa akisema jambo anamaanisha. Kwa sababu angekuwa ni mtu ambaye si wa hivyo, hatungekuwepo hapa leo. Kwa sababu ni kweli nilimsukuma kwa muda mwingi sana, na nikaona hata hiyo ni njia Mungu anamtumia ili kunionyesha kuwa wapo watu ambao wanaweza sema hili na akasimama nalo. Na nikaona Mungu akinisaidia ili niweze pia mimi kumpenda jinsi vile yeye anavyonipenda, na kumruhusu Mungu kusawazisha ama kuponya sehemu hiyo ya maisha yangu. Kwa nikaweze kupata tumaini tena katika ndoa, nikaweze kupata tumaini katika mahusiano yale, kwa sababu ni mambo ambayo yanamtukuza Mungu na Mungu anapenda hivyo. Pia naweza sema katika hiyo safari Mungu akanipatia moyo wa kuwa na huruma na kuwatambua haswa wale ambao wanapitia mateso kama yale. Labda ni msichana mdogo, labda maisha ni magumu, labda hali ulioko nayo ni ya kudhoofisha moyo, unakosa tumaini kwa sababu ya hali ngumu. Nimeona jinsi Mungu ametumia kipindi kile cha maisha yangu ili kunipatia roho ya hiyo huruma, na hata neno lake linasema kuwa nitasoma tu Wakorintho wa pili sura ya 1 mstari wa 3 na 4, ambayo inasema, na ahimidiwe Mungu Baba na Bwana wetu Yesu Kristo, Baba wa rehema, Mungu wa faraja yote, atufarijie katika dhiki zetu zote, ili nasi tupate kuwafariji wale walio katika dhiki za namna zote, kwa faraja hizo tunazofarijiwa na Mungu. Kwa hivyo hata neno lake linatuambia kuwa tumefarijiwa naye ili tukaweze kufariji wengine. Na ninaona kuwa kweli Mungu alikuwa na kusudi ya ile hali yangu, kwa sababu ameweza kulainisha moyo wangu. Nimeweza kuona mtu akiwa katika ile hali ni mambo gani haswa ambayo yanamjia kwenye fikra, yanamjia katika nafsi. Na naona kama Mungu ameweza kunisaidia kutembea naye, kumtia moyo, kumpatia nguvu ama motisha ya kushikilia Mungu. Na haswa wakati ninapomwelezea kuwa mimi pia niliyapitia, kwa sababu sasa ukiniangalia sikai kama mtu ambaye amepitia yale. Ndio. Na hata hilo ni jambo la Mungu. Kwa sababu kwa uwezo wetu sisi binadamu, kwa maarifa yetu, haiwezekani. Ni Mungu tu ambaye anaweza kufanya jambo ambalo lilikuwa limeisha na limekufa na halina tumaini, likaweza tena likachipuka na likakua na likazaa matunda. Kabisa. Kwa hivyo mimi
katika maisha yangu kweli nimemwona Mungu. Na nimeona pia kupitia hiyo amenipatia maono. Maono ya kuweza kutembea na wasichana wa ile hali. Na hata wamama. Ambao labda kwa sababu moja au nyingine wanajipata kwa hali ambayo ni ya dhiki, ni hali ya uchungu, hali ambayo hauna tumaini, uko na upweke kwa sababu hakuna familia ama jamii ambayo inataka kushirikiana na wewe, inataka kukusaidia. Lakini naweza kuwaendea na kuambia kuwa lipo tumaini. Na tumaini linapatikana wapi? Tumaini linapatikana kwa Mungu peke yake. Na tukimtegemea yeye, tukimshikilia yeye, tukimtumainia na kusubiri, kwa sababu mambo ya Mungu pia yanataka subra ambayo si rahisi kabisa. Haswa subra wakati wa majonzi ama wakati wa uchungu. Si jambo rahisi, na kama binadamu unaweza kukata tamaa. Lakini nimekuja kugundua hata ile kushikilia imani si kwa nguvu zetu. Ni Mungu ndiye anatuwezesha. Kwa hivyo ni kuatia moyo na kujua kuwa wewe Mungu anakujua, anaelewa hali yako. Na kweli kabisa Biblia inatuambia, sijui mara ngapi, mara nyingi katika Agano la Kale na Agano Jipya, kwamba tumngojee Bwana. Anatutakia sisi kujifunza subira au uvumilivu katika maisha yetu. Lakini kawaida hatutaki kumgoja, tunataka kufanya au kufanyiwa, na tunakata tamaa. Lakini wewe ulijifunza subira, si ndio? Ni vizuri sana. Kwa hiyo ulisema kitu kwamba labda wanawake na wasichana ambao wanakuona siku hizi hawawezi kuamini maisha yako ya nyuma na jinsi ulivyopitia kwa kipindi kile. Na najua mara nyingi tunaongea kuhusu Yesu kuwa mkombozi wetu wa maisha yetu ya kiroho. Lakini pia Mungu ni mkombozi wa hata maisha ya sasa, maisha ya tuseme kimwili. Kwa hiyo wanapokuona siku hizi, wanamwona mtu wa namna gani? Mwanamke wa namna gani? Wanaponiona mara nyingi wanaona mwanamke ambaye amesimama imara, ako na jamii ambayo iko na upendo, ako na mume anayempenda, anayemjali. Mungu amembariki na watoto. Na hata hiyo vile unavyosema dada Beth, ni ukombozi. Ni ukombozi kwa sababu mara nyingi tunaona ukombozi kwa kuwa ni kutuokoa kutoka kwa dhambi. Ndio, Mungu anatuokoa kutoka kwa dhambi. Lakini pia kuna mambo ambayo Mungu anakomboa katika maisha yetu ya sasa. Na mimi haswa nimeweza kuonja ukombozi huo wa jamii, kwa sababu pale nilipoanza nilikuwa nafikiri nimelelewa katika jamii ambayo ilikuwa sawa. Lakini sasa naangalia nyuma, naona hata nilipowaza kuwa tuko sawa, hatukuwa sawa. Na naona kuwa Mungu alivunja hiyo na akaitambaratisha, lakini akanikomboa, amenipatia mume ambaye ameniheshimisha. Mume ambaye ananipenda zaidi ya yote. Mume ambaye ananijali. Na zaidi ya yote ni mume ambaye anampenda Mungu kwanza. Na upendo wake kwake Mungu ndo unamsaidia yeye kunipenda jinsi anavyonipenda. Na hata Mungu ametubariki na watoto wawili kama nilivyosema. Ninaona jinsi anavyohusiana na watoto. Na jinsi wanavyompenda na jinsi wanavyomwendea. Na inafanya rahisi sana hata wakati tunaposhiriki katika neno la Mungu, hata na watoto, wakati tunapowaambia Mungu ni kama baba yako. Ndio. Wanaweza kukubali kwa Mungu ni baba, kwa sababu wanaona baba yao wa kimwili, jinsi anavyoshirikiana nao, jinsi anavyowapenda, jinsi anavyowajali. Kwa hivyo kwao yale mambo ambayo mimi nilikuwa nina mvutano nao, kwa sababu haikuwa haieleweki. Mambo kama kumwangalia Mungu kama baba yangu. Kwa sababu nikiangalia yule baba ambaye mimi ninamuona na jinsi ambavyo amenitendea mimi, ninakosa tumaini ya kumuona Mungu kama baba. Lakini naona Mungu amekomboa hata ile hali. Wakati watoto wangu tunawaambia, hata yule mdogo siku hizi anaomba Mungu baba yangu. Na ni jambo ambalo linanifurahisha moyo sana, kwa sababu anaweza kumuona Mungu kama
kama si Mungu tu ambaye amemuumba, lakini kama baba yake, kama mzazi wake, na anaweza muendea wakati wowote. Jinsi anavyomwendea baba yake Victor, jinsi anavyomwambia kila jambo, ndivyo vile vile anaona Mungu ni Mungu ambaye ni wa karibu na ninaweza husiana naye kwa hali ile ya karibu. Kwa hivyo ni ukweli, wakati wanaponiona sio rahisi sana kunilinganisha na yale maisha yangu ya awali. Na ni kwa sababu Mungu amenikomboa katika hali zote. Naam, ningetaka pia kuuliza katika tu hiyo ukifikiria jambo hili na ulinganishe na tuseme ile familia yako sasa ya kitambo, wale waliokutenga kwa sasa, taswira yao imebadilika ama imekuwaje kwa yale Mungu amefanya? Nafikiri wengi, kusema na ukweli, hata wazazi wangu sina uhakika kuwa wako na hizi details yale mambo ambayo yale mambo madogo nilikuwa napitia. Kila mtu ako na ile picha kubwa, lakini kuna yale mambo madogo ambayo sina uhakika kama haswa wanaelewa ama wanajua. Yale ambao wanaona ni wakati moja nilikuwa hivi na sasa kukabadilika, sasa niko huku. Na taswira kwa sababu hata hiyo jamii, hata wale ambao walikuwa wanatutenga, wale walikuwa hawataki kutusaidia, wale walikuwa hawataki tushirikiane karibu ama uhusiano na sisi, saa hizi sasa wanaanza kukutafuta. Wanataka mshirikiane, wanataka sasa wewe wa karibu. Na hapo sasa nikifikiria hivyo, inabidi pia ukuwe na ule moyo wa kama kweli, unajua sisi kama wanadamu sasa wengine tunapungukiwa. Waweza kuwa ulikuwa uko na ile uchungu yani utaki hata, lakini sasa hivyo wameanza kutafuta, unachukuliaje? Umewasamehea? Yani inakupatia hata kujifikiria kwamba wakati kama huu sasa ndio unafaa sasa uelewe ama usamehee. Lakini unajua pia kama mwanadamu unaweza kuwa bado umeshikilia, umesema yule alinifanyia hivi. Naelewa swali lako, na ni swali nzuri sana, haswa kwa mtu ambaye amepitia magumu na wakati ule wa hali ya ugumu, watu walikuwa wanajitenga na alafu kidogo sasa umeanza kuonekaniwa wanataka kurudi. Na ni jambo ambalo si rahisi haswa kwa binadamu, kwa sababu kuna uchungu ambao unakuja na kutengwa na watu ambao unatarajia. Unajua ukika tumaini kwa mtu ya kuwa huyu najua nikiteleza ataniinua, na wakati umeteleza na kuangalia na nakwambia mimi sina haja ya kukuinua. Na kuna uchungu ambao huwa unakuja na ile hali, na sitakudanganya, nilikuwa na maumivu mengi sana kwa sababu ninaangalia jamii, naangalia mashangazi, naangalia hata wale cousins wanaweza kunisaidia, na wote wanasema hapana, sisi maisha yetu iko sawa, nyinyi kama mko na shida hizo ni zenu. Na kwa hivyo wakati ambapo sasa wanaona uko mahali sawa, wanataka kurudi. Ni mambo mawili. Kuna swala la kusamehea ambalo pia si rahisi, lakini kama nilivyosema, mambo haya yote ya imani hatuwezi bila Mungu. So ni kumwomba Mungu akuwezeshe kuwasamehea. Na jambo la pili ni ile picha ambayo pia wewe unataka kuonyesha. Na si kuonyesha tu hao waliokukosea, na hata wale wengine ambao wanaangalia. Kuna wale ambao ni watazamaji, wanatazama picha gani. Kila kitu ambacho mimi ninajua ni kuwa siwezi taka kushirikiana tu na mtu wakati naona yuko sawa. Na wakati mambo yanamwendea vibaya, ninamtenga. So hayo ni mambo ambayo pia nimejifunza katika hiyo safari. Kwa sababu wakati mambo ilikuwa inaonekana kama iko sawa, tulikuwa na ushirika. Wanakuja kwetu, tunaenda kwao. Vitu kama sherehe kama za Krismasi tunasherekea pamoja. Wakati hata walikuwa wanafiliwa makwao, sote tunabebana, tunasaidiana. Wakati wa harusi tunasherekea pamoja. Lakini wakati tulionekana kuwa sisi
tunaanza kwenda chini, hawakutaka ushirika huo. Kwa hivyo mimi ni mafunzo ambayo Mungu ananifunza kuwa wakati wewe ni rafiki yangu ama wewe ni jamii yangu, sifai kujitenga na wewe kwa sababu sasa ninaona hali yako hainisaidii. Lakini hasa wakati ambao ninaona uko chini ndio unanihitaji zaidi. Kwa hivyo amenisaidia kuona kuwa wakati mtu yuko pale, yuko chini, ameteleza kwenye matope, ndio anatuhitaji hata zaidi. Kwa hivyo huyo mtu kama ninaweza kumshika mkono, kama ninaweza kukaa naye kwa ile giza mpaka mwanga utoke, basi Mungu anisaidie nikaweze kufanya hivi. Amen. Kwa hivyo ninaona Mungu amenisaidia katika ile hali. Mtazamo. Na hata wale watu ninatembea nao, wale wasichana ama wamama, huo ndo ujumbe wangu haswa kwao. Ya kuwa hautakaa hapo milele. Ipo siku hautabaki pale. Lakini hawa watu ambao wanakutenga sahihi, utawaangalia vipi? Utawatazama vipi? Ni ujumbe gani utapeleka kwao? Lakini pia nafikiri kuna umuhimu wa kuweka mipaka. Na si mipaka mibaya. Nafikiri hiyo ni hekima pia ya kuhusiana na mtu, lakini umeweka mipaka kuwa ajue ndio tumesamehana, lakini ule uhusiano kama ilivyokuwa pale awali haiwezi rudi pale. Na ni jambo ambalo linasikitisha, lakini hiyo ni kweli. Hata kwa jamii yangu, uhusiano wangu na baba yangu mzazi haijawahi rudi sawa kwa sababu ya yale ambayo yalitendeka. Uhusiano wangu hata na mama yangu kwa kiwango fulani kiliathirika pia. Na hata uhusiano wangu na dadangu kwa sababu yale ambayo tuliyapitia. Unajua wakati tena tukatenganishwa. Sasa mtu anaona angalau tulikuwa tunapitia magumu tukiwa pamoja. Sasa tumetenganishwa. So hiyo yote ni hali ya kusikitisha, lakini pia ni hali ambayo tunaona mtazamo kuwa dhambi wakati inapoingia na kuathiri haswa jamii ama familia, inatambaratisha kila kitu. Na ni Mungu tu anaweza kukomboa ile hali. Kwa hivyo haya ni mambo ambayo mimi nimejifunza katika hii safari. Ya kuwa ninaweza kukusamehea na ninaweza kuhusiana na wewe, lakini nitaweka mipaka. Na si mipaka ya kuwa sitaki kukuona ama sitaki kutembea nawe, lakini ni mipaka ya kuwa sitaki tena nirudi kule nilikokuwa. Kwa sababu umenionyesha dhahiri rangi yako, na nimejua kuwa sahi tu unataka kushiriki na mimi kwa sababu ninaonekana niko sawa. Na je, kesho nikirudi, kesho nikishuka chini itakuwaje? Naam. Lakini kwa hivyo kitu umesema hapo ambacho watazamaji pia wanafaa wachukue ni kwamba katika hata hiyo hali hata mkiwa hamko sawa, ukiweka imani kwa Mungu, hiyo imani inakupa moyo wa kidogo urahisi wa kusamehea. Ingawa si rahisi. Ndio kweli. Ni swali zuri, asante Skwila kwa swali hili. Na hiyo yote ya ukombozi wa Mungu katika maisha, hata katika maisha ya familia. Na sasa siku hizi wewe na mume wako mnamtumikia Mungu, si ndio? Na najua leo hatutaongelea sana jinsi mnavyofanya, lakini hata kuanzia labda turudi kwa baada ya kufunga ndoa. Ninyi mlikaa kidogo au mliingia kufanya huduma karibu na mara moja? Ilikuwaje? Hata kabla tujaoana, Victor tayari yeye alikuwa kwenye huduma. Kwa sababu yeye alikuwa imani yake na Mungu na safari yake na Mungu ilikuwa imeanza awali. Na hata wakati alipokuwa kidato cha pili, ni kama Mungu tayari alikuwa ashamuonyesha maono ya alisikia kama wito wa kukua katika huduma. Kwa hivyo hiyo ni jambo ambalo yeye, wakati sisi tumemaliza
sekondari na tunajiuliza maswali kama sasa tulikuwa tufanye udaktari, sasa imeenda, sasa tunaenda wapi? Yeye tayari Mungu alikuwa amempatia hayo maoni na tayari yeye alipomaliza sekondari na akajiingiza katika huduma. Yeye hakusubiri. Kwa hivyo hata wakati ambao tunajuana, wakati ambao hata tunachumbiana na tukawana, yeye tayari alikuwa katika huduma. Kwa hivyo Mungu akatujalia tukawana mwaka wa 2015 na Mungu akatujalia tukakuja pamoja kama mume na mke. Lakini maono yangu pale awali nilisema nilikuwa nataka kuwa daktari ama nataka kufanya kazi katika hospitali, mambo ya daktari. Na kwa sababu ya ile hali ya familia haikuwezekana. Ile ndoto ikakufa. Na baada ya miaka kadhaa ni kama Mungu alifanya ikachipuka tena. Nilienda shule. Nilienda chuo kikuu na nikaanza kusomea udaktari, lakini punde nilipoanza tu naye Mungu akafunga tena ile mlango. Na hiyo pia ni jambo ambalo liliniumiza moyo sana. Na hata kwa kiasi nikaanza kuuliza Mungu, yani wewe unangoja mimi nimesubiria, nimeomba, nimetumainia, ukanifungulia njia, alafu tena tu nimeanza na akafunga kabisa na sikuweza tena kurudi kufanya mambo ya udaktari. Lakini ni kama alikuwa na kusudi lingine. Na wakati kusudi gani? Kwa sababu nilikuwa nimesema katika kile kipindi cha pili, nilikuwa nimeashiria kidogo kuwa Mungu amenipatia moyo ama amenipatia ile huruma ya kuona wengine ambao wako katika ile hali. Na wakati ule ambao nilikuwa napitia hali ngumu, nilikuwa ninaona giza. Mara nyingi nilikuwa ninaandika. Na mara nyingi nilikuwa nauliza Mungu, sasa huu uchungu wote ni wa nini? Kama ni uchungu tu alafu utakuja kuisha. Ni wa nini? Na Mungu akaanza kunipatia jambo ama maono. Akaanza kuniambia, unajua wewe unaelewa haswa ni hisia gani zinakuja na kutojua utalala wapi, kutojua utakula nini, kutengwa na jamii na familia, kuangaliwa na mtazamo mwingine, kuitwa hata majina ambayo hayafai ilhali si makosa yako. Na mimi nataka wewe utenge sehemu ya wasichana ambao wako katika hiyo hali. Na mara ya kwanza nilikuwa nafikiria akili yangu inaanza kuruka. Kwa sababu wakati huo na hata najiuliza, sasa leo naenda kulala wapi? Wewe unaniambia mimi nitenge mahali. Mimi mwenyewe sahi hata chakula sijakula na hata sijui naenda kulala wapi. Lakini cha ajabu ni kuwa nilipomshiriki Victor, hiyo wakati hata kutukwa tumewana, ndio kwa tumeanza kuchumbiana. Na nikamwambia nahisi kama Mungu ananiambia anataka nifanye hili jambo. Na yeye akaniambia, Tina, mimi nina imani kuwa wewe unaweza. Na unaweza kwa sababu ni hali ambayo umepitia. Kabisa. Unaweza kwa sababu ni safari ambayo Mungu amekupitisha. Na sijui ni lini, sijui ni wapi na sijui ni kwa hali gani. Lakini mimi niko na imani kama ni jambo ambalo ni la Mungu, kwa wakati wake atatimiza hilo. Kwa wakati wake atafanya hilo. Na hata yeye nikamkashifu sana. Nikamwambia, wewe unajua unachekesha. Kwa sababu mimi hata sasa sijui naenda wapi. Alafu unaniambia ati hiyo kitu ambayo nakwambia au maono unayaona kuwa yanaweza fanyika. Yanaweza fanyika vipi? Na mara ya kwanza nilikuwa hata ninapinga sana. Ninapinga hata wakati ninarudi kwa ile kitabu changu nilikuwa na nakili. Naona kabisa nilikuwa napinga. Naambia Mungu, huwezi kuwa serious. Huwezi kuniambia mimi nikatenge mahali na mimi mwenyewe sahi sina mahali pa kwenda. Lakini kuna jambo lilifanyika, ni kama Mungu alitaka kuchukua attention yangu. Alikuwa anataka adhihirishe kuwa aeke muhuri kuwa hili ni jambo ambalo mimi nataka ulifanye. Ni wakati ambapo dada yangu sasa akapitia hali ngumu na akaweza kudhulumiwa. Na baadaye
tukagundua kuwa ni mjamzito. Hiyo hali iliniuma moyo sana. Na iliniuma moyo haswa kwa sababu niliweza kuona jinsi jamii ilimchukulia, yale majina aliitwa, kudharauliwa ukakuja, ile hali ya kuwa unahisi kama we si binadamu tena, ili hali sio makosa yako. Na ikaniumiza moyo sana. Nakumbuka nikimwambia Mungu, kwa nini tumepitia yote magumu? Kwa nini sasa utuzidishie uchungu? Na nakumbuka Mungu akiniambia, ndio sababu, hiyo ndio kusudi ya mimi kutaka wewe utenge ile mahali. Kwa sababu ona wasichana wadogo wanayoyapitia wakijipata katika ile hali. Ona yale mambo wanayoambiwa wakipitia ile hali. Ona dadako jinsi amekosa hata tumaini ya kesho. Ilhali sio makosa yake. Na nakumbuka nikimwambia Mungu, sawa, sielewi na sijui ni jinsi gani utafanya, lakini ni sawa, nimekubali. Na ni wakati huo ndo naweza sema Mungu alitumia hali ambayo ni ngumu sana, lakini nahisi kuwa hiyo hali ndo alitia muhuri. Na nikahisi moyo wangu nikimwambia Mungu, ni sawa, sijui ni hii safari utanipeleka vipi, sijui utaniongoza vipi, lakini nitakutumainia wewe. Na nitakushikilia wewe. Na kwa kweli amekuwa mwaminifu. Kwa sababu leo hii tuko na sehemu, hatutaongea tutaongea zaidi kuhusu hiyo leo, lakini nataka niseme kuwa Mungu kwa wakati wake ametenda. Na kwa njia yake amefanikisha. Na kwa uwezo wake amewezesha hiyo hali. Na nanikumbusha hichi kifungu cha Warumi 8 mstari wa 28 ambayo inasema, nasi twajua ya kuwa katika mambo yote Mungu hufanya kazi pamoja na wale wampendao katika kuwapatia mema, yani wale walioitwa kwa kusudi lake. Kifungu hichi kinatukumbusha kuwa haijalishi ni hali gani unapitia, Mungu yeye hufanya kazi. Inaweza kuwa hazilinganishi, anakupatia maono ambayo hailingani na hali yako ya wakati huu. Na labda hiyo ndo hali yako saizi, dada yangu. Nataka uweke tumaini lako kwa Mungu. Nataka ukamzingatie Mungu, ukamshikilie na akaweze kukuongoza. Hilo ndo tumaini langu kwako. Nimeona asante, amen. Na nimeona katika maisha yetu kwamba Mungu hata tukiwa wagumu, kama tuseme wakaidi wa moyo, tukifanya mioyo yetu kuwa wagumu katika jambo, hata nyakati tunazomwamini kabisa kwa mambo mengi, lakini kuna mambo ambayo tunayashikilia katika labda ndoto fulani, hatutaki kuachilia hiyo. Lakini Mungu ana njia ya kutufikisha sisi mpaka miisho yetu, tuseme. Nimekubali. Mimi nimekubali. Amewahi kufanya kweli. Mimi nilikuwa ninasomea chuo kikuu fulani kupata shahada fulani. Halafu Mungu alifunga mlango pia. Na alinionyesha kwamba kweli ilikuwa PhD. Nilitamani sana kuwa na PhD. Na hivi karibuni miaka 2 iliyopita Mungu alifunga mlango kwa afya yangu kabisa, na alinionyesha niweke umakini wangu katika kujua ministries. Na mimi nilibishana naye, nilijiweka kuwa mgumu, sikutaka kufanya hivyo, lakini hatimaye ninamshukuru kwa sababu nimeona mkono wake katika huduma hii. Lakini si rahisi. Na kwa maisha yako najua katika huduma hata unaweza kupitia yalio magumu. Sindio? Kwa sababu nini ulisema ndoa yenu sasa ni zaidi ya miaka 10. Na sasa unayo huduma unayoitaka, hiyo ulioshindana na hiyo mwanzoni, wito ambao ulikataza mwanzoni, lakini sasa unamshukuru, lakini umlipitia mengi pia. Najua hatutaongelea hayo, lakini huduma si rahisi kila wakati, lakini tukijinyenyekeza
mbele ya Mungu. Naam. Atafanya, Mungu atafanya katika maisha yetu kwa muda wake, tukimngojea Kweli. kwa subira. Amina. Lakini mwisho najua tumefikia mwisho wa muda wetu, lakini kwanza nataka kukushukuru hata kwa kuwa sijui kwa kutuonyesha maisha yako. Nataka kusema vulnerable, sijui kwa Kiswahili, lakini kutuacha sisi kuingia maisha yako, kufungua mambo yaliyotokea maishani ili labda baadhi ya watazamaji wasaidiwe. Na sisi tutafanya maombi kwamba kama leo unaweza kulinganisha maisha yako na yale ya Tina na kuweza kusema hata mimi nimepitia mengi yaliyo magumu. Natumaini leo utajua kwamba sisi tumeshawaombea, tumeshakuombea wewe kwamba Mungu atajionyesha katika maisha yako. Lakini kwanza unahitaji kumwamini na kumwangalia yeye, kumtazama kabisa katika maisha yako. Na kama tulivyosema katika kipindi kingine, soma Zaburi mlango wa 139 kuweza kuelewa jinsi Mungu anavyokupenda wewe na jinsi Mungu anavyopenda kukusaidia wewe. Tumefikia mwisho wa muda wetu wa kipindi hiki, lakini nataka sana kukushukuru kwa kweli kujitolea, kwa kuacha shughuli zako, huduma yako, mume wako, watoto na mambo mengine ili ufike hapa kuwa pamoja nasi. Imekuwa baraka kuwepo pamoja na wewe. Sisi tumebarikiwa, najua wengine watabarikiwa pia. Lakini kwa maneno ya mwisho, ningependa kukuuliza kama una ujumbe wa tumaini wa mwisho kwa ajili ya watazamaji wetu, jambo la kusema, mstari au chochote cha kutia moyo hapo mwishoni. Karibu. Naam, kwanza niseme asanteni sana kwa muda huu. Asanteni kwa kunikaribisha na kunipatia nafasi ya kuzungumzia mambo ambayo nimeyapitia na safari yangu na Mungu na hata mahali nimefika. Na ujumbe wangu tu ni mmoja. Haya maisha ni kupanda na kushuka. Maisha kawaida na hata katika imani. Kuna siku imani unasikia umesimama imani. Kuna siku unahisi Mungu uko wapi? Lakini kwa yote kile ambacho nimejifunza ni kuwa hatuwezi kando ya Mungu. Kwa hivyo ni kumshikilia, ni kumtumainia, haijalishi ni hali ya aina gani, haijalishi ni kipi ambacho tunamtegemea ama kipi ambacho tunamuomba kwa sasa. Ni kuelewa na kujua, na nashukuru kwa sababu umewahimiza sana wakasome Zaburi 139. Zaburi hiyo ilikuwa nguzo kubwa sana kwangu kwa sababu ilikuwa inanikumbusha mahali nimetoka na mahali niko. Kwa Mungu alinijua tangu ni tumboni mwa mama yangu. Na hata sasa ananijua. Hakuna jambo ambalo ninaweza kumficha. Kwa hivyo huo tu ndio himizo langu kwako, kuwa kamtegemee Mungu. Mpende Mungu na zaidi ya yote kamwamini. Hata wakati ambapo hailingani na hali yako, unajaribu kuuliza na hii itafanyika namna gani. Kuna hadithi nyingi sana kwenye Biblia ya watu ambao Mungu alikuwa anawaita wakafanye kitu na ni wakati wa kujiuliza na itafanyika vipi, lakini kwa yote walimtumainia Mungu. Na wakati tunasoma tunaona kweli Mungu alitimiza na kweli Mungu alitenda. Na hata tusipoona yale ambayo ametenda katika ulimwengu huu, tunajua kwamba tutashiriki na yeye milele baada ya maisha haya. Kwa hivyo langu ni mshikilie Mungu. Na kama haumjui, ningependa sana dada yangu ukaweze kumjua Mungu ambaye amekuumba, na ukajue mwanawe Kristo ambaye ametufia msalabani na akafufuka siku ya tatu. Ya kuwa upendo huo hakuna kama yeye. Kwa hivyo kamtumainie Mungu na ukamshikilie. Asante. Asante sana Tina, na asante kwa kutuelezea hata Injili ya Yesu Kristo mwishoni. Bila Injili, bila kusikia ujumbe wa Injili hatuwezi kuokoka. Na bila kuokoka hatuwezi kumjua Mungu. Hatuwezi kusaidiwa naye. Kwa hiyo jambo hilo ni muhimu kuliko mambo yote. Lakini pia katika maisha yake ya Tina tunaweza kuona neema
maana ya neema. Maana ya neema ya Mungu. Kwa hiyo leo kama unajiona kuwa katika hali isiyofaa maishani mwako, kuna tumaini kwa ajili yako katika Yesu Kristo. Na Mungu anatamani sana kukuokoa na kukuwezesha katika maisha yako. Unahitaji kumwamini tu na kumtazama. Kwa hiyo msikate tamaa katika hali yoyote. Mungu yupo na anataka kusaidia. Kwa hiyo asante sana, asante Swila, asante Tina, imekuwa baraka kubwa sana. Na mpaka wakati mwingine tunasema kwaheri.